تغيير المنكر باليد أبلغ من تغييره بالقول لمن قدر عليه. kuondoa munkar kwa kutumia mkono daraja yake bila shaka ni zaidi kuliko kuondoa kwa maneno kwa yule ambaye ana uwezo wa kuondoa kwa kutumia mkono, kinyume na yule sufi aliyetafsiri hadithi kwa tafsiri ya ajabu sijawahi kuisikia kwa mwanachuoni yoyote. Ikiwa kuna mtu ana faida aweza kusaidia nayo. Sema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Sema hii dhalika yarejea kwa ile ya mbali, ile ya yadi, ile kuondoa kwa mkono ni imani dhaifu. Watu hawaelewi hadithi, kabobea kwenye lugha. Yani awe dhaifu anayeondoa na mkono, wewe una nguvu unaondoa na moyo. Ambaye wachukia peke yake ukanyamaza ukatizama hivi hivi, wachukia lakini huwezi kuondoa, ukachukia tu kwa moyo. Mwenzako ameweza kuondoa kwa mkono ama kwa ulimi, wewe uwe mbora kuliko wao. Hata kwa mantiki pia haikubali, la lugha ya Kiarabu wala kwa mantiki, kwa akili timamu pia haikubali, na wala sio makusudio ya Mtume sallallahu alayhi kabisa. Lau kama ingelikuwa makusudio ni hayo, hapa tungeona mfano. Mtume sallallahu angeona pete akachukia alafu akawacha, kiendo na mkono wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu amewacha lile bora zaidi akachukua lile ambalo si bora, lile adhafu al-iman ndio ifanya Mtume sallallahu. Hao watu wakoje hao? Alafu mambo kama haya yakizungumzwa yako kwenye mavideo kisha yaenezwa kwa watu, kisha tukiyazungumza hivi, wajua nyinyi wakali, nyinyi bwana, nyinyi wakali. Basi waambieni wanyamaze, wasidanganye watu hawa. Hawa wachezea watu, wachezea dini ya Allah. Ni watu hawafikiri, watu wamekuwa madayuth kweli kweli katika dini. Watu waona dayuth ni yule kwa mwanamke pekee. La, hata katika dini kuna diyatha diniya. Kuna watu waona munkar wafanyika hata haimtikisi moyo, kisha yule ambaye ana ghera yeye amnyoshia kidole wamlaumu. Ya jamaa, malakum kaifa tahkumun? Mwanzo wanyamazisheni watu wa batil, waambieni watu wa batil, hebu nyamazeni, mpoteza umma. Kwa sababu mwatulazimisha tuzungumze, mwalazimisha watu waseme. Sababu jambo kama hili kwa mfano limeenezwa kwa umma, kumbe kwa hivyo munkar utawachwa. Watu wataanza kuchukia kwa moyo, wawache ule munkar hata kukataza kwa ulimi. Kwa nini? Sema dhalika adhafu al-iman, mimi nataka imani kamili zaidi. Ni ipi? Nyamaza, usimwambie mtu kitu, wewe chukia tu kwa moyo. Kivuta mtu bangi kwako pale nje, mtizame kisha pita. Nini? Anachukia kwa moyo, imani kamili zaidi. Kwa ukimwona mwanao yafanya munkar, wewe nyamaza, sababu ukizungumza imani yako itakuwa dhaifu kuliko lau kama utanyamaza. Sijui mafahamu. Si taharibu dini. Hili jambo litakuja kuharibu dini. Sasa mbona hatufikirii sisi kwa dini ya Allah yaharibiwa, lakini tufikiria jamani nyinyi bwana mwakali nyinyi. Basi wacheni kuchezea dini ya Allah. Msichezee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dini ni ghali sana, na hakuna anayejua ughali wa hii dini isipokuwa ahli sunna salafiyyin. Mimi nawaambia wazi, hakuna. Hii migurupu mengine hii ajabu yote midayuth. Mwanzo masufi ndio diyatha diniya, yani ajiba. Mpaka masahaba watukana na rafidha na kukufurishwa, na wako tayari kukaa na wao. Kana basi watukana masahaba, Abu Bakar kafir, Umar kafir, kisha wewe uketi naye meza moja, wanaonaye chakula naye chakula, wanaonaye juice, uketi naye wacheka naye vizuri kabisa. Hakuna ghera na masahaba Mtume sallam, huna ghera na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote kwa jina la hikma. Yote haya kwa jina la hikma. Hana bwana fulani na hikma, yule haingilii mtu yule kabisa, yazungumza yake tu. Zungumza yake tu. Ndio kuna wengine darasa yao hudhuria khurafi au hudhuria khariji au hudhuria chini yake sijui mu'tazili au hudhuria hizb tahrir au hudhuria, na hata hudhuria mwaka mzima badiliki.
tabakia vile vile. Bali tushawasikia baadhi sufia wakihudhuria katika vikao vya watu wanaojinasibisha na sunna, kisha kusema sisi tuhudhuria pale tufaidika sana, hatuingilii yule. Si nyinyi hiketi tu huyu, hii bid'a, hii sunna, hii tauhid, hii shirk. Muona namna wanavyoleta, yani yule achukuliwa na hikma ambaye hazungumzii batil inayofanyika katika mujtamaa.